ambao Simba waliutawala kwa kiasi kikubwa sana. Muda mwingi Coastal Union walikaa kwenye eneo lao, haswa kwenye box walijazana ili kutokuwapa mianya mingi Simba kuweza kutengeneza nafasi ili kuweza kuwafunga magoli mengi, lakini haikuwa hivyo. Licha ya kukaa kwenye eneo lao kwa dakika 45 za kwanza, kwa sababu nilikuwa naangalia takwimu, Coastal hawakupiga shuti hata moja golini kwa Simba. Yaani kulikuwa kuna shot off target wala on target. Si ule vizuri. Kulikuwa kuna shot off target wala on target. Kilichokuwepo kwa Coastal Union kwa takwimu nilizokuwa naziangalia pale, kulikuwa kuna kadi za njano 6. Kulikuwa kuna foul 6 na kadi ya njano 1. Si jumla vizuri. Yaani foul 6, kadi ya njano 1, hakuna shoti lolote. Ina maana ni mchezo ambao ulikuwa unachezwa zaidi upande mmoja. Sasa nini ambacho kilichokosekana kwa Simba? Kwanza kabisa ni ubora wa golikipa wa Coastal Union. Ujue sio mechi ya Simba tu ile. Kama watu wamefuatilia, ujue mimi naangalia mechi karibia zote za ligi kuu Tanzania bara. Mechi ya Mashujaa, mechi ya Yanga ambayo walishinda goli 4, mechi ya TRA, mpaka hii ya Simba. Chuma Ramadhani Mgeni ameiokoa sana Coastal Union na kipigo cha aibu. Yaani sasa hivi tunazungumza 5, 6, 7, 8. Sio vizuri, lakini kwa sababu ya ubora aliokuwa nao, kwa sababu ni shot stopper mzuri kwenye kuokoa michomo, imewafanya kidogo Coastal Union kupunguziwa idadi ya magoli. Kwa sababu leo Simba walitengeneza nafasi nyingi sana kipindi cha kwanza. Walitengeneza nafasi nyingi mno. Isingekuwa ubora wake yeye pamoja sasa kutokutumia vizuri nafasi kwa upande wa Simba, tungezungumza kuhusiana na magoli 3, 4, 5. Sio vizuri mechi ya leo. Lakini Simba hawakuwa clinical enough kuwa na utulivu kwenye box la Coastal Union na kuweza kutumia nafasi ipasavyo. Kuna nafasi kadhaa ambazo walizipata Simba. Moja ikiwemo ile ya Chama ambayo ilienda kuokolewa na mabeki kwenye mstari, lakini nyingine aliipata Dumbi ikagonga mwamba. Sio vizuri. Nyingine aliipata Morsi Abraham ya kichwa, free header, akaicheza nakumbuka Chuma Ramadhani Mgeni. Sio vizuri. Na nafasi kadhaa hapa ukiacha pia nusu nafasi nyingine. Yaani kipindi cha kwanza Simba namna alikuwa anatakiwa aende ameshafunga magoli 3 au 2. Lakini haikuwa hivyo. Hakuwa clinical enough, lakini ubora wa Chuma Ramadhani Mgeni. Kingine ambacho kilichofanya mechi kupooza, Simba walikuwa hawachezi kwa gia ya juu. Yaani leo mimi nilikuwa nikiwaangalia Simba, naona walikuwa wamerelax. Yaani kama vile wametoka kwenye mzigo mzito kuubeba, yani wametoka kubeba mzigo mzito. Nafikiri hiyo mentality waliingia nao kwenye mchezo wa leo. Kwenye mechi 3, 2 za kanda ya Ziwa na 1 ya kanda ya kati, walienda kama vile wamebeba mzigo kule. Wakatumia energy, ulikuwa unaona Simba wanacheza kwa energy kubwa, pressure kubwa, walikuwa wanacheza kwa ufundi mwingi sana, kwa kujua kwamba zile mechi ni ngumu. Sio vizuri. Kurudi Dar es Salaam ni kama vile wamerudi comfort zone. Yaani sehemu ambapo tumerelax. Tutuambia nini sasa? Tumerelax. Leo nilikuwa nikiwaangalia, ulikuwa unaona hawachezi kwa njaa. Sio vizuri. Matamanio yale ya kutaka kuwafunga magoli mengi Coastal Union, kwa sababu mimi sikufichi Salome, Simba wameanzia kwenye gia ya juu sana msimu huu, tofauti na msimu uliopita. Na hii gia ya juu ndio inaenda kutengeneza ushindani kwenye eneo la ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Unajua msimu uliopita Simba walianza kuharibu kwenye mechi za 4 za kwanza, kama unakumbuka vizuri. Unakumbuka vizuri? Sare walianza kuharibu yani. Alafu kelele zikawa nyingi, kama unakumbuka vizuri. Mpaka kidogo wanaenda kwenye mashindano ya klabu bingwa barani Afrika wampige Mzee Mangungu, kama unakumbuka vizuri. Kelele zilikuwa nyingi sana. Sasa Simba
wameanza kwenye gia ya juu, mechi 4 alama 12. Ina maana kama kutia pressure, anaendelea kutia pressure dhidi ya wapinzani wake ambao wanagombania nao ubingwa, kwa maana ya Yanga na ikiwezekana Azam FC kama ataingia kwenye kinyang'anyiro hicho. Lakini hivi sasa Simba kaishatuma ujumbe kwamba msimu huu ubingwa unapaswa kuamuliwa aidha kwa magoli, sijui vizuri, au watakapokutana wenyewe sasa Simba na Yanga, ama Simba na Azam, Yanga na Azam. Na kuna baadhi ya mechi vigumu hapa kukutana navyo TRA, nani wale wabishi. Lakini kuna statement tayari washaituma Simba, kushinda mechi 4 consecutive is not easy. Ni kweli wameshinda goli 1-0, lakini ni mechi 4 consecutive. Huu ni ujumbe tosha ya kwamba msimu huu ubingwa unaweza ukaamuliwa na nini? Na magoli. Kwa hiyo sehemu gani ambapo Simba wanapaswa kupaboresha zaidi ni kwenye ufungaji wa magoli mengi, na ndipo hapo unaona Young Africans wao wanachanga karata zao vizuri. Wakikakuta katimu kamekaa ovyo ovyo, wanakababua kweli, chapa kweli kisawa sawa. Sio vizuri. Kwa timu kama Coast leo hii Simba kwa nafasi ambazo walizozitengeneza, hamna walikuwa wanatakiwa waondoke hata na magoli 4 hivi au 5 katika kutengeneza mazingira na uwiano mzuri kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, ili kuweza kutoa pressure hata siku labda ligi inaelekea kuisha, wako katika kiwango kizuri na wamekusanya alama vizuri, magoli yawe sehemu ya manufaa yao ya kuweza kuamua hatima yao ya nini, ya ubingwa. Kwa hiyo eneo hilo kwa kiasi kikubwa leo hii mimi nikiangalia Simba wamefeli kutokutumia nafasi, ubora wa Chuma Ramadhani mgeni, lakini pia wachezaji wa Simba kuwa clinical enough. Muone, kwa mimi nafikiri walipaswa kufanya zaidi ya kile ambacho walichokifanya leo. Tuangalie kikosi ambacho wameanza nacho leo Steve Barker, ambao leo Mpanzu alianzia benchi, lakini amemwanzisha Ibrahim Dumbia baada ya michezo miwili iliyopita kutokuanza na Ibrahim Dumbia. Amepewa nafasi tena ya kuanza. Performance ya Ibrahim Dumbia, lakini kipindi tunautazama mchezo, moja ya kitu ambacho ulikizungumza ni kwamba Elie Mpanzu ni kama hastahili kuwa benchi kwa kila ambacho amekionyesha baada ya kuingia mule ndani. Tuanze kwanza kwa nafasi ambayo amepewa Ibrahim Dumbia. Nafasi aliyopewa Ibrahim Dumbia, hata kama kuna hofu kutoka nje, kuna pressure, ndio maana yake anapaswa kuitumia ipasavyo. Mbosso anasema huruma sio malezi. Sababu nzuri, yaani Dumbia hapaswi pia kuishi kwenye comfort zone ya kwamba nitapewa muda, napewa nafasi na kocha, labda sisi tunamtetea. Yaani hapaswi kuishi kwenye mazingira hayo. Anapaswa kujua ya kwamba kadiri ya muda unavyozidi kwenda, mahitaji ya Simba yanazidi kuwa makubwa. Simona kuelekea kwenye mechi ya 5, ya 6, ya 7, ndio pressure inazidi kuongezeka. Yanakuja mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Utahitajika wewe ufanye kitu zaidi. Yaani ni bora uanze kufanya hivi sasa, watu waanze kutengeneza imani na wewe, kuliko kadiri ya muda unavyozidi kwenda, pressure ikizidi kuongezeka, utashindwa kabisa kufanya. Matokeo yake ni nini? Dumbia ana mwaka huu, ana mwaka mmoja ndio amepewa Simba Sports Club. Simba watampiga chini kwa sababu klabu zetu ukiacha kuendeshwa kiufundi, kuna pressure pia kutoka nje kwamba wanapaswa kufanya vizuri, si tu kwenye ligi, mpaka mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Lakini kuna ushindani kwenye hizi timu, huyu akifunga tunataka na wewe ufunge. Mashabiki wakitaniwa, pressure inazidi kuwa kubwa, watatoa pressure kwa uongozi, benchi la ufundi, mwisho wa siku wataachana naye, ataondoka. Hizo ni sababu za nje ya uwanja. Sababu nzuri. Sababu za kiufundi zinamlazimu Dumbia kufunga. Yaani sawa, unajiposition vizuri, yes tunaona. Sababu nzuri. Unatengenezwa nafasi, unakosa kweli, inaweza katokea bahati mbaya, inagonga besela, inarudi, lakini muda haukusubiri. Kwa mfano kama leo kapewa dakika 60,
dakika za kutosha, yani kapewa dakika za kutosha. Sometimes uhitaji kuwa na pressure zaidi, yani unapaswa kuonyesha, yani bwana kwa aina yoyote ile mimi na force nipate goli hapa ili kutuliza hiyo pressure, kwa sababu ukiacha Simba kumpa muda, ni international player, ni mchezaji wa kimataifa, kwa inabidi uje uonyeshe utofauti na hawa vijana. Yani ukiacha Elie Mpanzu Kibisawala ni force number 9, kwa sababu watu wengi ukiwaambia bwana mshambuliaji kiongozi wa Simba hivi sasa ni Elie Mpanzu, wanakuambia ni force number 9. Sasa force number 9 huyo anaweza akasimama kama mshambuliaji wa kwanza, si mbona vizuri? Kwa mfano Liverpool alikuwa anacheza Roberto Firmino kama force number 9, ndio alikuwa mshambuliaji kiongozi, ila sometimes alikuwa husiki kwenye kufunga magoli. Walikuwa wanahusika kwenye kufunga magoli alikuwa ni Mohamed Salah na Sadio Mane. Hivyo kwa Pep Guardiola na Manchester City. Kuna muda alikuwa mtumii Kun Aguero kama mshambuliaji kiongozi, alikuwa anamtumia Gabriel Jesus kama force number 9, si vizuri, na akaenda akampa ubingwa. Kwa ni mwalimu yeye kuamua. Sasa mwalimu Steve Barker, Salome, kama umemfuatilia msimu huu, alikuwa ameamua kwenda na washambuliaji hawa watatu: Elie Mpanzu Kibisawala, Suleiman Mwalimu, alafu Dumbia ndo aje kuwa backup ya hawa washambuliaji wawili. Sijui vizuri. Kwa washambuliaji wawili ndio walimaliza nao msimu uliopita na walikuwa katika kiwango kizuri, ndio walikuwa naamini ndio watakuwa washambuliaji kiongozi. Sasa mahesabu yamebadilika baada ya Suleiman Mwalimu kuondoka kwenda Yanga. Kwa ilibidi Simba waingie sokoni kwenda kutafuta mshambuliaji mwingine. Sasa majukumu yakabadilika hapa. Elie Mpanzu Kibisawala akabaki kama mshambuliaji kiongozi, Dumbia akawa mshambuliaji wa pili, wakaenda kumchukua Ismail Mgunda kuwa mshambuliaji wa tatu. Sasa Ismail Mgunda ndo anapaswa kuja kuuliza maswali magumu kwa hawa washambuliaji wawili. Dumbia pia alipaswa kumuuliza swali gumu sana Elie Mpanzu Kibisawala kama force number 9 na mshambuliaji wa kwanza wa Simba, kitu ambacho kiangalia mpaka sasa kashindwa. Kwa hiyo anapaswa kuendelea kuanza yule Elie Mpanzu Kibisawala, kwa sababu leo second half alivyoingia unaona kasi iliongezeka kwenye eneo la ushambuliaji, si vizuri, akawa msumbufu. Na ujue Elie Mpanzu Kibisawala akai eneo moja, anatoka kushoto, anatokea kulia, anatokea katikati, ana skills, ana uwezo wa kufanya dribbling, ana uwezo wa kufunga, ana uwezo wa kupiga. Kinachomhukumu Elie Mpanzu Kibisawala, na ndio nafikiri anagombana na kocha na aanze kwenye kikosi cha kwanza, ni uchoyo. Sibla vizuri Elie Mpanzu kinachomgharimu, na nafikiri kocha ameliona hilo. Kinachomgharimu, Mpanzu amezidi uchoyo, lakini ndio mshambuliaji kiongozi na ndio angekuwa anawapa meno makali sana Simba Sports Club akiwa anaanza. Alafu si kaisha chosha wale mabeki, Dumbia anakuja kama mshambuliaji option namba 2. Mwalimu anabadilisha style of play. Lakini yupo Ismail Mgunda leo angalau kapata dakika 10 ambazo bado hatujaona chochote, bado hatujaona. Sibla vizuri. Lakini kapewa hizo dakika ngapi? Dakika 10. Kwa hiyo ukiniuliza mimi kuhusiana na eneo la ushambuliaji, kuhusiana na Dumbia, nitakujibu hivyo. Dumbia kadiri ya muda unavyozidi kwenda anapaswa kujua nini anapaswa kukifanya ili kuhakikisha kwamba anatengeneza imani kwa mashabiki. Kocha anamwamini tayari, anampa nafasi, si vizuri. Lakini always Salome, hao mashabiki wa Simba wanaomlaumu Dumbia tusiwachukulie poa, wanaomsema na kadhalika, kwa sababu shabiki anataka ushindi, anataka mshambuliaji ufunge. Na mshambuliaji usipofunga, kwa sababu ndio eneo ambalo watu watakuhukumu, hilo ni tatizo. Mechi ya 4 sasa, Dumbia angalau anapata dakika za kufanya nini? Za kucheza. Bado muda upo, lakini bado hajatoa kile ambacho mashabiki wa Simba, benchi la ufundi na wadau wa soka wanakihitaji. Pengine ni kwa sababu ya pressure, lakini anapaswa kuacha pressure, kwa sababu huko mbele ambapo tunapoelekea ndio kuna pressure zaidi, na inawezekana sasa hiyo pressure ikammeza, alafu mwisho wa siku kummeza akamezwa zaidi,
akarudi Mali na akamezwa tena Mali akaenda. Tumalize na Nathaniel Chilambo, man of the match leo. Nathaniel Chilambo. Wakati Nathaniel Chilambo anafanya utundu wake na ufundi wake. Nilikuwa namwangalia kocha wa timu ya taifa Miguel Gamondi. Yupo juu pale anamwangalia. Nafikiri alikuwa na enjoy sana kumuona Nathaniel Chilambo. Kama kuna uamuzi sahihi aliufanya Nathaniel Chilambo ni kuondoka Azam na kwenda Simba Sports Club. Nafikiri kuna nafasi kubwa sana ya kucheza AFCON 2027. Simula vizuri, si alikuwa apati national call up. Kitendo cha kwenda Simba wanasema kufa kufaana. Kitendo cha kuumia Shomari Kapombe. Kitendo cha kupata kadi nyekundu Duchu. Nafikiri kile ambacho tulichokuwa tunatukanwa sisi ambao tulikuwa tuna imani naye na tulikuwa tunasema kuhusiana na ubora wake na tukasema Simba wamefanya usajili sahihi kwa sababu tulikuwa tunamuona akiwa Azam, watu wasema alikuwa anapigwa benchi, tulikuwa tunasema jamani apigwe benchi huyu alikuwa anatumika kimkakati, ni versatile, anaweza kucheza kushoto, anaweza kucheza kulia. Kuna muda alikuwa anapishana na Lusajo Mwaikenda mpaka kichwa kilikuwa kinamuuma. Florent Ibenge tulikuwa tunasema hakuna Simba na msajili anakaa benchi, lakini hivi sasa nafikiri Salome, ukienda kuuliza mashabiki wote wa Simba na wale mashabiki wote ambao walikuwa wanalalamika, vipi, mna doubt tena kuhusiana na Nathaniel Chilambo? Watakwambia hatuna doubt yoyote. Yule ni mchezaji bora hivi sasa pia kwenye kikosi cha Simba Sports Club. Fikiria Salome leo alikuwa anacheza kama fullback wa kushoto. Yeye ni fullback wa kulia, ila anaweza kucheza kama fullback wa kushoto. Nathaniel Chilambo ni versatile. Ana uwezo wa kucheza kama kiungo. Sasa leo alikuwa inverted, anakuja kuingia katikati kama kiungo. Yaani anaufinya uwanja. Simula vizuri anaingia katikati. Yeye ndo anakuwa kama playmaker, anaichezesha timu. Kuna muda alipiga pasi moja nzuri sana. Sio alikuwa ni Dumbia yule alikosa, sio ni nani yule? Walikosa goli Simba. Alikuwa ni Dumbia, alipigwa pasi moja mpenyezo pap. Ipigwa pinpoint pass ile. Sio penetration, pinpoint pass pap. Afu ikafika. Nafikiri Dumbia yule akapiga afu beki akaja akaweka mguu, mpira ukatoka. Nathaniel Chilambo ni dhahabu ambayo ilikuwa mchangani. Simba wameenda wameichimbua, wameisafisha na sasa inang'aa. Mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Nathaniel Chilambo hivi sasa anastahili heshima na ni miongoni mwa mabeki bora kwenye ligi yetu kwa sasa. Ukubali, ukatae. Huo ndio ukweli Salome. Asante. Asante sana.